Raji wanaweza. Raji, the first thing nimekuambia Raji, the first thing nimekuambia, be honest with the woman. Kama you cannot be a provider, mwambie mimi financial provider. Sikiza, unamwambia mimi provision yangu inafika hapa. Maybe siwezi kukupatia do za nails, siwezi kukupatia do ya wig, lakini kukula na rent mimi naweza. Mwenye anakutaka they will pick you. Mwenye anakutaka they will pick you. Sikiza, nakwambia ni kitu nimeona mtu akona do anachezwa na mtu anapika chapo, na nimeona mtu wa kupika chapo anachezwa na mtu ana do. So hizi vitu ni complicated sana. Tumekwambia hapa ni mstari na za game. Mimi tunakwambia kuna za game. Service yako kama ni mbaya, utachezwa mpaka na soja. Nishakwambia. Nakwambia. Raji, unapata msichana, tafuta hata kama unaona nini yako, usiende kutafuta wale watu wamebandika mastiko on sijui wiki ni 10,000, wachana na hao. Tafuta mtu anaweza elewa shida yako. Raji still ya hebu making pateni hebu JK kidogo tumsikie. JK unasema aje kidogo tu mwaki kidogo dakika tu moja. Kitu kingine mtu mwingine anaweza sema ati enda ushago tuende mshago. Brother tunaenda ushago. Utuende makuja atanuki hapa Nairobi ile kivumbi utaona. Sasa unipalo si ndio nakwambia hizi vitu ni complicated. Usijaribu wa ushago atakuacha Raji. Ni complicated. Tafuta mtu muelewane, umwambie ukweli, niko na mtoto, mimi mshahara yangu ni hii, ni kama umenipenda tukae. Guys, there's something that lazima niwaambie. There's a big problem in our society. Unaona, kuna shida kubwa katika society ambayo tunaishi, na the same government ndio ilikuwa inafanya shughulike na mambo na society, wafuatilie kila kitu. Unaona, a lot of governments sasa wana fix society zao. Angalia sasa region, they are fixing their society. That's why society ni kitu muhimu sana, and what we are talking about today, it's about society. Unaona, that's why unasikia mwingine anakuambia hapa sijui eti ni mchezo sijui nini. Mwanamke ni kiumbe dhaifu, hatujakataa, lakini hakuna kiumbe strong kushinda mwanamke. Sio wanaume ni wadogo sana kwa wanawake. So it's about society ambayo tunaishi, because it is weak because of oppression, because tuliwacha culture, tulifuata democracy, tukafuata wazungu, na this technology pia ime affect mentality na spiritually pia. So Kidaji tuendelee. Ranchile wamejaa ngori leo. Ranchi amejaa ngori mbaya sana. Tutapelekana hapo ndio tutaenda nao tu kwenye wanataka. Na lazima tuwaambie ukweli na waelewe ukweli. Mtu asikuwe mwoga kusikiza ukweli. Iko hivi. Nimeona kuna elimu ndio aliongea akasema ati yeye ametafuta mali na mzee, walipatana kama hawana kitu, ametafuta mali na mzee. Umetafuta hii mali ukiwa na pesa ama umetafuta hii mali mzee akiwa na pesa? Kwa sababu mimi sijaiona caretaker akiwa landlord. Landlord atabaki kuwa landlord, caretaker atabaki kuwa caretaker. So, hii mambo ya kutafuta mali, hii mambo ya tulia kutafuta mali ndio maana mnakuja kutuwekea. Sikiza, hii mambo ya kutafuta mali hapa mnatupatia mastili waya tunakufa. Tulia kwanza nikuambie ukweli. Unatafuta mali na hii mambo ya kutafuta tena hiyo JK. Tulitafuta mali. Unaona, angekuwa tajiri alafu ateme ataoa, mimi singekuwa na pingamizi yule hajateseka. Lakini mimi nimeteseka, yule akuje kuenjoy. Ngoja mimi niambie wanaume wenzangu vile nataka wafanye. Wewe tulia kwanza, utaingia baadaye. Ngoja mimi niambie wanaume wenzangu vile nataka wafanye. Tuingilie. Mimi naongea ukweli, mimi siwaingilii. Ni vile ukweli, hata pasa anaposimama pale mbele kuhubiri. Kuna ukweli. Kuhubiri inaguza mali. Mbona ana kujihukumu kutoka kwako kwanza ndio utuhukumu.
nimesema hivi, hata mhubiri anaposimama kuongea pale mbele ajui kama anaumiza mtu, lakini matendo yako ndio itakuumiza wakati mhubiri anaongea. Unaona hapa ameniguza. Hajakuguza, yeye ana makosa, ameongea tu ukweli. Na ni ukweli ndio unakuumiza. Mimi nasema point. Wacha nisaidie wanaume wenzangu basi wenye wanaweza nisikia wanisikize. Point ndio hii. Ukiwa na mwanamke umepatana na yeye hauna kitu na yeye ana kitu, lakini kwa bahati nzuri ukabahatika wewe ukapata kazi, ukaanza kutafuta kitu. Pesa yote unapewa mwanamke akinunua kitu, mwanamke anachukua kitu kama ni yake, yeye ndiye amenunua. So mwanaume, ikiwa uko na pesa ya kufanya kitu ya maana kama shamba, kujenga, kununua vitu za maana kwa nyumba, tafadhali usiwache. Mlifanya kazi na yeye mwanamke pesa hizo vitu. Mfanya kazi na yeye mkanunua pamoja. Usiwache mwanamke, wacha niongee, usiwache mwanamke anunue hizo vitu. Nunua wewe mwenyewe. Mwanamke akinunua kiti kwa nyumba, wakati mtakosana na yeye, atatoa hiyo kiti aende naye. Na wewe ndio umempa hiyo pesa, atatoka na hiyo kiti. Hakuna mwanaume ameshajipanga akiwa peke yake. Hakuna mwanaume ako na akili ya kununua kiti kama ako peke yake. Hakuna mwanaume ako na akili ya kufanya hizo vitu mpaka akuwe na mwanamke. Mimi sijasema ati yako na akili ya kununua. Kwani mwanaume anaweza kaa chini akiwa na wewe? Yeye akili mwanaume ako nayo kununua hizo vitu, hawezi kaa chini akiwa na wewe. Hiyo vitu anaweza nunua mwenyewe. Ni vile tu amekupatia privilege kwa sababu hataki kuonekana yeye anafanya kila kitu. Ameamua mke wangu tena nazunguka peke yangu, leo acha nikupatie enda fanya. Wewe ukienda kununua kitu inakuwa ni yako. Unakuja contribute kwa pesa. Wewe contribute kwa pesa JK. Na kuna mwanamke anakona pesa, anaweza atapatia mume wake aende sokoni alete kiti ndio jirani wajue bwana ananunuanga. Do you know that? Ni mwanaume mwenye amelelewa na single mother huyo. Ni mwanaume mwenye ana maadili, amelelewa na single mother. Acha hiyo. Kuna wengi nimeona tena ni wabara. Kwanza hao wabara ni wabaya zaidi. Hao si watoto wamelelewa na mwanaume. Hao watu wamelelewa na single mother. Kama ukijua hivyo. Kubali ubaya pia. Kubali nawaambia ukweli. Kuna wanaume wanafaili bana. Wanaume ni wachache sana. Hao wenye wanalelewa na single mother ndio wanafaili, wengi sana wanafaili. Mimi ni mtoto wa ngoli yangu. Wakubali kwanza. Wacha wakubali. Shangazi kidogo. JK, let me ask you bro. Mbona unadharau hawa maboys wa single mother? Mbona unawadharau hivyo? Hao wanawake wakilea watoto wanaume wanawalea kama watoto wanawake. Wanawaambia ile stories za, yani hakuna maadili yote anaweza elekeza kwa huyo mtoto. Huyo mtoto anajua life ni nini. Huyo mtoto anashajua tu ni mtoto anatoka mama. Kweli, kwa nini mna support? Wacha niwaambie, mimi kazini yangu amelelewa na baba yake na mama yake. Hakuna shangazi gani? Mbona tu unalalia tu kwa single mother. Mimi nakwambia kazini yangu amelelewa na bibi. Hebu imekitembea, kuna mgeni hapa hajaongea. Aseka, mwanamgambo kutoka Kongo. Ndio huyu hapa. Aseka, unasema aje bro? Karibu. Mimi niko salama, I hope mko poa. Watu wa Arsenal, congratulations, mmeshinda. Sasa nimesikia Ranchi akiambiwa aachane na Kamuste akalipe mahari. Okay, mimi ni mwanafunzi wa Andrew Kibe, mzuri sana. Ranchi, ndakwambia kitu moja. Wewe kustep up kuleo mtoi, pia mimi ni single father na pia mimi nakana mtoi wangu, but we are co-parenting. Mimi na mama yake tuna co-parent, hatuna issue. Lakini pia mahari si ya kila mtu ndugu yangu. Kwa sababu ya nini? Mahari, unajua si tukigrow tulikuwa tunaambiwa mahari ni kununua msichana, lakini si kununua. Kwa sababu mimi nikiangalia hivi sidhani kuna pesa inaweza nunua mtu. Unaona? Mahari ni appreciation, ile una appreciate wazazi kwa zile morals zenye wamelea nao mtoto wao, vile wamemlea vizuri.
Lakini ukiangalia sasa hivi sidhani kuna msichana ana deserve mahari, kwa sababu mimi siwezi enda nikulipie mahari na sasa uko 22 years na body count ni kama gari za kwenda Mombasa. Mileage imesonga, uko 22 years na body count ni sijui 20. Wewe ni morals gani uko nazo na kulipia mahari aje? Wewe kuja tuishi, kuja tukamwiste wewe ndio inakufaa. Ulikataa kujitunza vizuri upate mwanaume mzuri wa kukutunza mwenye ataenda kulipia mahari. So Ranchi, mademu wako wale wazuri ndio tusioe tena. Hapana. Kitu kingine ni ati hii society we are raising weak men. Unaona? Hii society yetu kitu JK anasema we are raising weak men. As in, tukifika kwa marriage unapata mwanaume ile power yako kama mwanaume inapotea. Unaona? Kitu kingine hizi western cultures pia zilichangia pakubwa sana. Unaona? Tunataka kukaa kama wazungu. Na once kitu moja madem Kenya mjuangi wale madem mko hapa. Once tushaingia kwa relationship, hata si kwa relationship, kwa marriage, tumeoana. Kama tumeenda ile ya Attorney General, tumesign certificate. Once tumeoana, it's not about you anymore. Si about wewe. Kuna mtoto hapa, priority nafaa kwa mtu hii. It's not about you. Sasa unapata umeolewa bado unataka kupelekwa out. Na labda hiyo pesa ya out hakuna, tunatafuta school fees. So tuache kulipa school fees tukupeleke out, surely. Pia nyinyi ladies mko selfish. So once umeingia kwa marriage, it's not about you. Priority nafaa kwa watu hii. Unaona, watu hii ndio wanafaa come first. So hizi marriage zina fail kwa sababu wanaume mlisahau role yenu, madem mlisahau role yenu, na wanaume mmekuwa very weak. Lakini ngoja nikwambie, kuna kitu kwa sign, hata wazungu wanakuambia there is a sign, there is always a sign mkiingia kwenye relationship. Miezi miwili mitatu uweza kujua huyu ni aina gani. Ni aina ya mke nyumbani, ni aina ya kurukaruka. Kwanza siku hizi hata wanawake wajifichi. Utajua tu huyu ni yule kila siku wacha tunde tukale kibandaski. Huyu si ule wa kwa leo mama natamani chapati kanda unga, si huyo. There is that sign. Na kama wewe ni mwanaume na ni sharp, you can tell. Kwa hivyo hata wewe mwenyewe ukianza kuchunga, jua wachunga vizuri. Wajua wachunga majani ama wachunga wishwa. Nyinyi wenyewe ndio hamjui kuchagua. Mwenda kuangalia kumweka nyumbani. Mke nyumbani hajajiandika. Ni saa zile unakaa naye leo, kesho kutwa, utajua tabia zake. Utajua huyu nitadumu naye ama huyu ataanza kunileta heka. Hata wakati wa hisia, saa zile mnakwenda kwa hisia, utajua huyu ni wa marathon ama huyu ni wa marathon is long distance ama huyu ni wa short distance. Kitu kitakuwa ongezea kitu moja. Kwenye Aseka amesema, unajua mahari ni kuanga appreciation ya ku appreciate wazazi wenye wamelea mtoto na ku appreciate venye msichana amejichunga venye yeye ni bikra. Hiyo ndio ilikuwa maana ya kutoa mahari. So kwa hivyo huwezi tolea pia mahari msichana mwenye amekuwa na body count 70. Unampenda venye kuna wasa wameshikilia culture yao kama watu wa Coast, Waislamu. Unapatanga wao wanaoa msichana bikra. Kama si bikra anapewa talaka. So mimi nikitaka kuwa bibi yangu lazima nichukue bikra ndo nimtolee mahari, nimtoe kwa heshima. Haina haja nichukue mdema kwa body count mingi. Huyo hamwezi bond. Siku hizi hao mabikra mtolee mahari. Unangoja bikra utangoja sana, maana wazai wanakaa hivyo na utangoja sana ndugu yangu, hawako. Wacha nilizadi kwenye kitu. Sasa ude ni bikra, dakata. Wewe ni bikra, wewe utakuwa bikra. Mwanaume yote akuangi bikra. Wewe hizo ni mtindo unatuambia hapa wewe. Kuna kitu unatuambia. Lazima uwe bikra ndio upate bikra. Sasa shida siku hizi ni madem. Bikra pia mwanaume anafaa kwa unaona shida ya siku hizi ni madem nataka kujikompea na maboy. Hiyo ni kitu hizi happen.
Sawa nikoje? Wewe sasa unalala na nani? Wewe unalala na nani? Wewe unalala na yeye. Unataka nani achukue? Inabishana. Wewe unachukua. Kidogo kuna mwingine amekuja hapa. Kamora ni aje bro? Komora. Yes, Moa, asante bwana kwa hii opportunity, asante kwa kunipandisha juu. Nimekuwa nikisikiza hii debate. It is very very tough na ni mzuri. Unajua ukisikiza hii story yote utagundua kitu moja. Human beings, we will always have a different opinion about each other. Hakuna siku mwanamke na mwanaume watakubaliana. Mimi kwa maoni yangu ni hii. Ndio maisha ya kila mtu ikwe smooth. Maisha ya mwanamke iendelee na maisha ya mwanaume iendelee. Okay, if you meet someone, maybe for instance, alafu mkubaliane mnataka kuzaa mtoto. Muzae. Hii story ya kuoa na kuolewa, sijui na kukwenda kukaa kwa nani, kupelekwa kutoka kwenyu. Ukitaka kuzaa na mimi mtoto, na mimi nataka mtoto, unizalie. Mimi nilee, tulee kama tuko parent. Lakini historia ya kusema ati tuone sijui tufanye nini, it will never work. We will never get the right rules. Hatuwezi kupata ile ati perfection. There is no perfection. So let's just raise a family if we want to. If we decide maybe we part our ways, twende njia zetu. Tukiamua kukaa tuvumiliane kama tunavumiliana. Ukisikia utaki kuvumilia tena, enda. Mimi niende. It is that simple. It will make the life of a lady easier and it will also make the life of a man easier. Because hatuwezi pata rules yenye itakuwa inavaa mwanaume na rules yenye inavaa mwanamke. Uko na ubinafsi wajifikiria wewe na mwanamke ajifikiria yeye. What about the kids you are bringing? Ya wewe na mwanamke ajifikiria yeye. Unajua we all have a way of finding out. Kuna vile tunataka tutritiwe kama human being. Sasa unajua wewe mwanamke wewe unataka nikutreat hivi. Unataka rules ikwe hivyo on your direction. Mimi naye nataka on my direction na nataka on my way. We will never agree. First of all, we've been raised in different homes. Tuko na different rules. Maybe hata culturally we are different. Sasa tukiamua hiyo kujaribu kuishi pamoja na kuleta hiyo rules pamoja ati tu agree, we will never agree. Even hata tukipewa 1 century, it will never work. Sasa utaoa sana ndugu yangu. Utaoa sana ukitaka ati akitaka kuenda aende na wewe uende. Si mtaishi maisha ya kuenda mpaka siku gani? Sasa unajua we will raise up, maybe if by chance tumekubaliana tumepata watoto tumebarikiwa. Kwa sababu watoto ni ya Mungu na generations tulee wao watoto wao waende watakuwa wanakumbuka we had parents, tulikuwa na baba na mama. Lakini ya kusema tunang'ang'ana tunaishi. Lakini tunang'ang'ana tuishi pamoja ati so. Nauliza hivi, tulia nikuulize. Yes. Watoto watajua kulikuwa na baba na mama wakiwa wapi hao watu? Wakiwa pande gani? Unajua sasa, okay, for instance sasa mimi nikioa na nikulete kwetu. You don't want to stay kwangu ama utaki kuvumilia, unasema unateseka, mimi nakuteza kuna vile ungetaka. Hata huyo mwingine mwenye nikileta tena atakuwa na different way of disagreeing with the man. You know, you bring hata mama yangu saa hizi akiulizwa kwetu kama alikuwa anapenda hapendi. Angependa atasema baba yenu alikuwa ana treat mimi namna hii. So kwa nini basi then so we will never have bibi yangu saa hizi nikileta yeye nyumbani atasema kuna vile unanitreat. Hata nikifukuza huyu na nilete mwingine, they will always have a difference. We will never agree. Hakuna. So the easiest way ni ya Mungu sawa watoto tusae. Nalea. You want to go your way, go your way. Lakini aende njia yake lakini watoto mkwe nao. Tutakuwa tumerahisisha. Watoto tu kama ni responsibility ya mwanaume. Kwanza mwanaume ningeambia wanaume wenzangu hivi. Do not expect anything from a lady. Hata akiamua kutolea ajitolee kama mmezaa watoto, lakini hata akupee kitu do not. Wewe ng'ang'ana ukue na vitu zako, ukue una provide hao watoto 100% from your side. Forget about the assistance of a lady. Na ukiamua
kama unataka kuzaa mtoto atakuwa single. vile mwanaume ukiamua kuzaa mtoto unazaa mtoto huyo provide hata mama asipotoa anything. That's okay. You don't love a lady. Ukitoa chakula ameamua tu kuzaa leo na aende kwao leo. Wewe fumbe tunda mtoto wako. Jika yako kama ameenda jike. Jike hebu kuja kwa mic. Hapa tumepata mwanaume wewe zaa tu enda zako, yeye aende zake. Watoto watajua mama alikuwa na baba. Jike hebu kuja. Ongea maneno. Niko hapo, unaweza mute mic kidogo basi. Komora sasa. Komora. Oh, safi sana ndugu yangu. Unakaa mtu wa masafa marefu. Yeye ndio mzee wa nyumba kumi wacha kweli. Komora. Yes, mtoto wako. Mimi nakusikiza boss. Unajua kuna tofauti ya kuoa na sperm donor. Wewe sasa umekuja hapa kwa sababu ya ile shughuli ya sperm donor. Wewe ni sperm donor. Wewe si mzazi. Wewe unajua nikwambia I will answer you why I'm not a sperm donor. I will answer you. Unajua kwa nini? I am not a sperm donor because I am responsible 100 or even 200% for my kids. Kama nikiamua leo nimezaa, like leo nimetoa suruali na nikazaa na mtu. That is my responsibility from that time. I like that guy mwenye alisema mwanaume ni responsibility. I agree with him 100%. Nikiamua kuzaa mmoja, huyo mmoja namtunza mpaka mwisho. And I don't need assistance of a lady. Sitaki drama mingi na mwanamke. No. Komora ndio hii. Komora ndio acha nikuwa. Si ati tunasema you are not responsible, but how can you be responsible for around 30 women when umekuwa unazaa wakienda na watoto? Let us be realistic. Wewe uko unazaa, unakuja unaweka huyu mimba, mmekosana ameenda na watoto, wewe unaenda unatafuta mwingine unakutana naye amekupenda, mnazaana so how can you be a responsible parent kwa watoto wote? How hao watoto wako watakuwa lelewa na mama au ndio watoto ndio tumekuwa tunaongelea hapa, watoto wa single mother. Sasa wewe ni mmoja wale unachangia watoto wa single mother wamejaa huko. Sisi tunaongelea hapa story ya single mother wenye wanateseka na watoto. Hana kunyamaza. Mzaa amesema vizuri. She don't want drama. I don't want drama. Anataka tu kuzaa na utembee. Kalewa tu. Jike umeona hiyo maneno? Yaani yeye amekubali. Hawezi drama. Lakini Moha, unaona history ya marriage hakuna siku tutaipata solution. Kwa sababu ya nini? Ukiangalia hapa, I think Bilila ndo nilimsikiza akiongea for long, na I think yeye ndiye ako neutral hapa kiasi. Kwa sababu mademo wataside na mademo wenzao, wanaume tutaside na wanaume wenzetu, unaona? So hatutaipata solution ya hii kitu, unaona? But me what I'm saying is this: once tumeingia kwa marriage, it's not about two of you. Tulipendana tukidate, sawa? Tulipendana tukidate, tushafika kwa marriage, tuko na watu, it's about kids. Na kama ni about kids, responsibility ifai kwa mwanaume peke yake. Hata we kama mama unafaa pia hiyo ni pen responsibility yako, unaona? Kwa sababu sasa mwa tuseme leo niko era ni lose job, mtu yeye atakula na labda mama yake ako kazi, juu sasa responsibility ni ya mwanaume peke yake, ndiye provide. So huyo mtu yeye atakula, hataenda shule juu baba yake ana kazi, mama yake ako kazi, na responsibility ni ya mwanaume. Obvious ataenda. Alafu kuna msamiani misquote hapa. Sijasema ati hao mademu mwenye si mavajo afai kuolewa. Sijasema hivyo. Mwami niko na mtoto mdemu. Na for me history ya dowry, mimi usemanga sidhani kuna pesa inaweza nunua mtoi wangu, but still ana deserve mtu mpoa, unaona? Mimi sasa ina advocate for ile government way, unaona? Wazazi tukuje kama witness, watoi wa sign. Na wewe kama mwanaume usiwahi niguze huyo mtoi, juu hauna authority yoyote ya kumpiga. Sijakuuzia.
Kama kuna shida mrudishe kwangu, mimi kama baba yake nimuongeleshe. Mkishindwa endeni njia zenyu, mkae chini muagree venye mtalea watu hii. Juu hii story ya marriage nimefanya wanawake, hii story ya sijui ya dowry nimefanya wanawake wanauliwa kuwa napigwa. Mzee ametoka mali ametoka na masira zake anapiga msichana. Haifai hivyo. So me what I'm saying is this. Kila mtu ana deserve mtu mzuri, kila mtu ana deserve. Wasichana wanauliwa hata wajaitolewa mahari, hata wazazi wajua mabwana zao. You are lying. Mahari is not about ati kununua mtu. It's about appreciation. Just know your culture. And mwachamila ni mtumwa. Know your culture. Huyo siwezi uza mtu, huwezi uza pesa ngapi, huwezi uza mtu. Those are chances. Naweza penda kuchangia kitu kingine. Tutaipata. Alianza wa culture, akafanya culture yetu ikae. Na wacha anasema kuuza, si kuuza. Na babu zetu kitambo hawakuwa wanaenda wanakaa juu ya mti, wanaangalia bibi juu ya mti. Wakishuka hivi wanabeba, walikuwa nyanya zetu hawakufanya harusi, walikuwa wanakamata. Historia ya dowry, hivyo ndio inasemekananga, sijui kulipa dowry umenunua msichana, sijui unakuwa sasa ni kama ni wako fully. Hivyo ndio inakuwa. Bahari haishi kwetu. Okay, na kununua kwa na kununua wewe uko worth how much? Angalia waambie, acha bahari haishi. Mtu mmoja ongee. Kitu kingine mimi naweza taka na watu wasikuwe selfish. Unacheki kama yenyewe huwezi afford kitu pia. Kuna vitu kama na protection. Kama ni sex tu unataka kuhave, kuna vitu kama CD. Nimerealize watu ni selfish sana. Unapata nyoa wawili mnakutana, hamna hadi kitu, hamna hadi pesa, mnakuja mnazaa mtoto. Mtoto anakuja anaanza kutunyonga huku nje akishakuwa mkubwa. Watu wako tu responsible. Ndio at least to avoid hizi vitu za single mother. Ranchi ndio umejaa ngori leo Ati simuelewi. Raja jielewe. Ini advice. Sikuelewi. Kama umeshindwa na maisha, just stay humble and kaa tu kwako na mtoto wako. Wacha kusunguka kutafuta. Acha nikwambie kitu moja. Mimi napeana advice. Nilikuwa nasema mtu asikuwe selfish. Mimi hadi sikuwa nasema ati maisha imenilemea. Niwasema watu wasikuwe selfish. Unapatanga watu wana kazi, watu wawili, msichana tu na mvulana wana kazi. Ama hawana kazi stable yenye inaweza lea mtoto, unaona? Watu wameshikana, wameenda wamezaa mtoto. Mtoto tena ameanza kuhangaika. Wameanza tena kuhangaika kwa street. Maybe huo kijana tena ametoroka, ameachana na umdem amachwa na mtoi. Udem anakuja na kuwa single mother, anaanza kulea mtoto peke yake, maisha inakuwa ngumu. Unaona? At the end of the day, unakuja unapata umdem hizi leo mtoi peke yake. Mtoi anakuja anakuwa mkubwa. Anakuja anaanza kuwa jambazi. Ama kama ni dem, unapata dem anakuja anaanza kuwa malaya. Hizo ndo vitu. So watu wasikuwe selfish. Yes. Na sinasemekananga what a man can do, a woman can do better. Sisi tunasemekananga hivyo. Kitu inakuanga haiwezi. Unacheki kulea mtoi inataka both parents. Kulea mtoi ikwangi ati tu unalea mtoi ati tu akwe mkubwa. Kuna vitu mtoi atakosa akiwa mbigi. Inatakanga both parents. Yes. Kuna mwanamke anakuja kwako anataka tu apate mimba kutoka kwako na aende na huyo mtoto. Huyo utamwambia nini mtoto mwanamke? Chana na yeye. Wewe unaachana na yeye. Kama anaona anaweza unaachana na yeye. Kuna vitu zingine huwezi avoid. You can't avoid. But to be in the best side, wewe kwa tu responsible na play safe pande yako. Sasa tuna role yako. Usikuwe selfish. Kwa selfish ni usilete mtoi kwa hii world kama una pesa ya kusustain.
Acha nikwambie, Mimi nataka niangalie na Ranji. Unaona nini? Let me just one moment too, just 1 second. Unaona Ranji you've spoken very nini. Unaona hiyo like ujipime kama uko na nguvu ya kuzaa watoto like JK amesema nafikiri umeni misunderstand wakati mimi nimesema if you want to be a father, if you want to prove yourself, there is also a lady who wants to prove herself like she wants to be a mother, you know? Mko na nguvu mimi kama Komora kama nimetaka kuwa nikitaka kuprove myself as a father I can raise. I look for a lady mwenye anataka kujiprove kwamba anaweza kuwa mama. Mimi nazaa mtoto but on my side I want to guarantee kwamba hiyo responsibility itakuwa ni yangu. Okay, from the mother side I don't know, but that lady is willing to prove herself to be a mother, to zaa mtoto without kusumbuana na hii arrangement ya marriage. Without kusumbuana na hiyo arrangement ya marriage. Because hii arrangement ya kusema hii rules nini? No. Haya, kitu Ranji amesema. Wacha nimalize tu 1 second. Kitu Ranji amesema. Let me finish. Let me just 1 second. 1 second ndugu yangu. I don't like the marriage because of the complication it comes and with the expectation ya ule the opposite gender. I want to speak to men about men. Ataki stress. Anataka apige kila mahali na ataki stress. That's why I don't want marriage. Huyu ataki bibi. Anataka tu. Unajua nini kwa sababu uweze solve your stress hata ukitolewa solo. Bibi hawezani nayo. We will never understand women because the challenge is this: we will never understand women and we will never get the right answers to satisfy them. Period. But what the Bible is saying about marriage? At the end of the day, you might even the Bible can say, okay, the Bible is good, but the Bible has also never said ati lazima muoe. Amesema tu multiply. Unaona vile mimi ni Mkristo, Biblia imesema go to the wall and multiply. Haijasema muoane. Usianze Unaona? Kweli. Hapo There is a difference between getting married and multiplying. Mimi nataka ni perform ile kitu yenye Mungu alisema go to the wall and multiply. I want to do that part. But I don't want to deal with somebody's stress. Niko. Ranchi kuna kitu umesema. Umesema ati kama mwanaume hayuko ready asizae. Na si mtoto kuja na sani yake. Kwani what happened kwa hiyo? Wacha nikwambie. Wacha JK ya respond Komora kidogo. Wacha JK ya respond Komora. Alafu Bilal alafu Wairimu, sawa? JK respond then patia Bilal then upatie Wairimu. Okay. Thank you very much, Mr. Speaker. My point is Komora, umesema hapa vizuri ati wewe responsibility uko kuna kitu hujatuelezea. Point ile umesema utapatana na mwanamke akuje muelewane, kama anataka kuwa mwanamke azae ni sawa, wewe ulime ukae na mtoto aende penye anaenda, kama mnashindana aende penye anaenda. Hujasema ukipatana na mwanamke uzae na yeye, utachukua mtoto ukae na yeye. Ubaki responsible father. To answer you quickly, that is part of my responsibility. I'll take my child. No, okay, sasa huko umesema utachukua mtoto. Ulikuwa unasema utapatana naye ulime, akizaa mkikosana aende penye anaenda. No. Nimesema responsibility, which means also keeping that child is part of it. No, huko umesema utamkeep. Point nyingine ndio hiyo umesema ati ataenda penye anaenda, akuja anakaa. Unajua kuna kitu gani nilikwambia kuhusu mambo ya sperm donor? Hiyo life yenyewe unaishi Komora, hiyo life yenyewe unaongelea ni ya sperm. Wewe donate sperm kwa wanawake wakizaa wakienda penye wanaenda. Wewe usemi uko na mwanamke umekaa naye. Wewe kuna watu wamekuja kwa hii dunia tofauti. Ndio nikuambia kuna mwanamke amekuja kwako, yeye anataka tu mtoto, aende na mtoto. Wewe umekuja mwanaume uje kwenda ufikirie, kwenda mwanaume akae chini aseme anaoa. Hiyo ni kitu kwangu mwanaume ndani. Si hata ameamka tu asubuhi akasema anaoa jioni. Mwanaume akitaka kuoa yeye upanga. Mwanaume aoange after from the darkness kote ameamka kuja. Mwanaume upanga kuoa. GK, let me respond to you quickly. It was unaona the part that is very difficult in marriage is dealing with the emotions that are unpredictable in a woman.
hii juu na chini. That is the part that I don't want to deal with. Because that is hiyo ni kitu ngumu. Hiyo ni kitu ngumu. Kwa nini nimesema you will never get the right answers even in the next 1 million years. Never. So the part yenye Biblia ilisema tusae, yes. Komora. Yes. Hata mwanamke haizi pata anza kutoka mwanaume kwa sababu tumeumbwa tofauti. The same way huwezi pata anza kutoka mwanamke kwa sababu tumeumbwa tofauti. That's what wanasema, before you get married to each other, make sure umejua huyu ni mtu wa aina gani unaenda kuolewa kwake, na at least know something about the family. Ujue mtu anatoka upande gani na tabia hiyo ukoo inakuanga gani. That's why unapata most likely wazee wa kitambo walikuwa wanaenda kwa bomo wanasema kijana yangu oa kutoka kwa hii familia. Kwa sababu gani? Washajua hii familia inakaa hivi, mienendo yao ni hii na wanakaa namna hii. Kuna familia imezaliwa kwa hii dunia ni watu wa kurandaranda. Unaweza kwa familia kurandaranda. I promise you mke. Unajua nini JK, mimi niko na 40 plus years. Mimi nimekaa nikiobserve kwa years. You can do all the research, mnaweza fanya hiyo kupelelezi kuhusu familia nini. But at the end of the day, a lady will still have problems. It will be problems. Okay. Hakuna. Okay, Komora kidogo. Komora kidogo. Steve ni aje bro? Sawa. Hapana. Punguza hiyo jazba. Wewe calm down. Punguza kabisa. Wajua sote tutakuwa familia tofauti. Sasa ni wajibu wetu sisi tumekutana, tukae, tuelezewe. Mimi mwanamke, of course I'll be down because you are the head. Nikae nikusikize, kwa vile nimetoka kwetu, nitaacha tabia za kwetu nianze kufuata tabia za kwenu. Unielezee hapa kwetu ni hivi na hivi. Sasa ukae uanze kuniobserve. Naenda na mwenendo wa kwenu ama siendi na mwenendo wa kwenu. Lakini huwezi kusema tuwezi kuelewana miaka 100. Kwani tumeumbwaje? Lazima tuelewane. Iko sisi hatutaelewana wote tutaelewana. Hapana. Punguza. Jaribu kukaa na mwanamke mmoja umuelewe kwanza, hata kabla umstadi kama kitabu, utamuelewa yataka nini, na wewe ndio utajiuliza. Tena uje mkutano ujiulize pia in life, what do you want? Huwezi kwa kila mwanamke yuko hivi, kila mwanamke uenda tu kimwaga huko. Hapana, it doesn't go like that. Na hiyo wewe utataka watoto wako pia waishi hivyo. Utataka watoto wako pia nao wawe na wanawake huko. Ni familia gani sasa wewe mnaleta? Rudisha ni jazz. Okay, Bilila umejaa ngori naona. Wairimu utachangia then umpatie Steve. Steve, I think mheshimiwa yuko around. Steve, are you there? Au melala? Steve. Wairimu. Shangazi funga mute your mic please. Steve endelea bro, ni aje? Kama anaongea malize kwanza nakuja. Ongea bro. Sawa, acha mimi nimuongezee kitu. Haya. Mohamed nakwambia siku hizi hizi vitu haziwaka. Unajua mtu akikupatia advice hapa sahi, una realize hizi advice ni watu wa kitambo. Maybe ni watu waliingia kwa marriage kitambo. Enzi tu zao. Siku hizi vitu haziwaka. Hizi vitu ni ngumu sana sahi. Sahi mademu wa sahi demu mimi nakwambia kama una do, hata uende na lugha inakaaje. Udi mezingia box. Ebu mimi juzi nimeendesha tu gari distance kidogo, sijui kutoka wapi hadi wapi. Nimejipost status. Unajua ni mahai ngapi zilikuwa kwa inbox. Okay. Hauna do. Kitu kingine, wewe tena wewe si mhandi, wewe tena si cute. Mjamana uko na do. Bado ni kazi. Yaani vitu ni complicated sahi. Wewe tena ni kazi. Tena mademu anatupatia kwanza nilikamkurealize manze unacheki ukitoka hapa hivi uende TZ, hebu katia mdem TZ. Odem hadi amtasumbuana, hebu katia Uganda. Odem amtasumbuana kuja Kenya. Mtu anakupatia standards zingine ziko juu. Aduna shindwa biashara man, wako biashara manze.
Alafu sasa hebu mrashi akuje Kenya. Hebu mrashi akuje Kenya uone. Haya, mrashi. English. Okay. Kidogo tu kuna mgeni hapa amekuja Joy. Joy, mambo? Meshindaje wote? Poa sana. Ni aje? Watu wamejaa ngori hapa. Nimeshinda nikisikiza, acha niongee moja ama mbili. Unajua nowadays watu wakiingia ndoa hawajui tumekujia hii ndoa why. Unajua huyo anakukatia akona reason kwa head yake, reason amekukatia anataka kuoa, na yule mwenye anakatiwa pia akona reason yake ya kuolewa. Unaona, hatuko na reason moja ya kuona ati tunataka kuoa, tuanze familia, tufanye hivi wakati sisi wawili tusupport familia yetu. Kuna mmoja anataka kuoa sababu society inamwangalia, naona yeye ako single all the time, yani amekuwa age ya kuoa but hajaoa. Kitu yeye anataka kuona satisfy society, nimeoa.